Leo nitakwenda kukufundisha namna ya kutumia round, round up na round down ndani ya dakika 8 tu. Wakati wa kufanya mahesabu katika Microsoft Excel, watu wengi huwa wanakosea sana kwa kuweka namba za desimali chache, na wakati mwingine wanaacha namba za desimali zikiwa nyingi au hazipo kabisa. Sasa leo nitakwenda kuonyesha namna ya kutumia round, round up na round down. Je, hizi zote zina kazi gani na huwa zinatumika kwa mazingira yapi? Kwa hiyo stick from the beginning up to the end ili uweze kuelewa vizuri. Tuanze na hii round ya kawaida. Round ya kawaida hapa tutaweka equals to formula starter yetu, tutaweka round, tutaweka mabano. Tuna round namba gani? Tuna round hizi average hizi zenye number of decimal places 6. Kwa hiyo tutaweka koma. Kwa hiyo kama mlivyoona function hii ina vipengele vikubwa viwili. Vipengele vikubwa viwili. Kuna namba ni kile kitu tunachotaka kukiround kutoka kwenye certain number of decimal places kwenda ile decimal places tunayohitaji. Lakini kuna ukiweka koma inakuonyesha number of digits. Number of digits hapa tutaweka namba tunazotaka nafasi za desimali ziwe ngapi. Mfano hapa kwenye mfano wetu kuna nafasi za desimali 6. Kwa hiyo sisi tutaweka common kabisa, tutaweka namba za desimali 2. Kwa hiyo tutatype hapa 2 alafu tutabana alafu tuta control enter. Kama ulivyoona imeweka namba za desimali 2. Huku inaweka 00 nyingi kwa sababu hizi zote nyingine zote imezi ignore. Kwa hiyo tuta double click kwenda chini, ita round mpaka huku chini. Hivyo ndivyo inavyofanya. Hiyo ni round. Sasa tukumbuke kwamba round huwa inachukua sheria moja, kwamba ile namba unayo round, kwa mfano hapa tumeweka 2, tukiangalia 73.3888 alafu mwishoni ina 9. Sasa huwa namba inayofuatia kama ni kubwa yani kama ni kubwa zaidi ya 4, yani 5, 6, 7 na kuendelea, huwa inachukua moja inaweka kwenye namba inayofuatia. Nafikiri watu wengi mshawahi kujifunza hii sheria kwenye mathematics, kwamba ikizidi nusu basi unapo estimate lazima iwe moja inadumbukia upande wa pili inakuwa 9. Kama hapo unavyoona ilikuwa 3.8 lakini imekuwa 3.9. Kwa hiyo round ndivyo inavyofanya. Twende mfano mwingine. Kwa mfano hii round up equals to round up, alafu tutaselect ile average yetu, koma, tutaweka number of digits zile 2, alafu tuna bana mabano, control enter. Alafu tuta click mpaka chini. Kwa hiyo tumeona kwamba round up huwa na yenyewe inachukua kama hii round up. Kwa mfano hii ni 71.220. Umeona round up ilichokifanya imechukua moja imedumbukiza upande wa pili, hata kabla ile namba ilikuwa haijazidi nusu, yani haijazidi 5. Kama tunavyoona huko ilikuwa 0.22, alafu ilikuwa 0.2222 mpaka mwishoni. Umeona hapa 0.2222 zilikuwa. Sasa inapo round up maana yake inachukua moja inaiongezea ili iwe namba ya juu yake. Kwa hiyo always huwa inaongeza point moja. Hii hapa huwa inaongeza point moja endapo imezidi nusu. Hii ya round ya kawaida huwa inaongeza point moja endapo imezidi nusu, na huwa inaacha vile vile kama ile namba haijazidi nusu. Lakini hii always inaongeza point moja juu. Hebu tuone round down inafanyaje. Equals to round down. Average ile koma, number of digits ni zile 2, control enter, after double click kwenda chini. Hii na yenyewe round down tunaona hapa ilikuwa 73.388889. Hapa imekuwa 73.3800. Sasa hii inachofanya huwa ina minus namba moja kwenda chini. Ina minus namba moja kwenda chini. Regardless hiyo namba iko position gani. Always ina minus 0.1. Inatoa 0.1. Labda hapa nafikiri ndo utaeleka vizuri. Kwa hiyo kwa kusummarize sasa, round huwa ina round to the nearest number kama ile namba imefanya nini? Imezidi nusu. Wakati round up always huwa inaongeza 0.1 kwenye namba husika hata kama haijazidi nusu.
na hii huwa ina minus 0.1 hata ile namba ikiwa ndogo au kubwa. Kwa hizo ndio tofauti za kutumia round, na hizi huwa zinatumika tofauti kulingana na matumizi. Kwa mfano kwenye masuala ya fedha, sasa mishahara na nini, huwa wanatumia round down hii hapa umeona. Sasa inategemea na wewe unataka kutumia wapi. Kwa hiyo utatumia kulingana na matumizi yako unayoyataka wewe. Sasa twende kwenye mfano mwingine huu wa mwisho. Hapa tuna majina ya wanafunzi na wana maksi zao hapa. Sasa hapa nimeweka haya maeneo niliyoweka alama nyekundu ni maeneo ambayo wanafunzi wanagongana, lakini wanakuwa wamewekewa nafasi tofauti. Kwa mfano, huyu alipata wastani wa 77 na huyu alipata 77, lakini huyu ni wa pili, huyu ni wa tatu. Na huyu hapa wa 61 na huyu 61 wote wamepata wastani wa 61, lakini mmoja ni wa 11, mwingine ni wa 12. Why? Na ukija hapa huyu pia ni wa 10, amepata wastani wa 51, 51, 51, 51. Wanafunzi kadhaa wamepata 51, lakini wawili ni position yao ni 18, mmoja huyu 51 ni namba 17, mwingine ni namba 20. Inakuwaje wanafunzi wanapata wastani wa aina sawa, lakini wote wanapewa position tofauti? Na huyu hapa mwingine ana wastani wa 47 na huyu pia ana wastani wa 47, lakini mmoja ni wa 21, mwingine ni wa 22. Kadhalika na huku chini wamepata wastani wa 40, lakini position zao ni tofauti. Kuna 29, kuna 30, kuna 31, kuna 32, kuna 30 na kuendelea na hizi huku zingine. Sasa pointi yangu ni nini? Nitaka kuonyesha kwamba umuhimu wa number of decimal places kwenye ile database yako ni muhimu sana kuconsider. Na hapa na shauri, kama ikiwezekana, hakikisha kwenye masuala ya average hukosi decimal places 3, ikiwezekana hata 4, lakini minimum weka 3. Umeshindwa sana, weka number of decimals ziwe 2. Yani hapo ndo umeshindwa sana. Kwa nini? Utanielewa nitakachoenda kukuonyesha hapa. Hebu highlight hili eneo hili mpaka huku chini, alafu tuongeze number of decimal places 1. Hapa tukiongeza number of decimal places 1, kwa hiyo itakuwa 0.0. Unaona, huyu ni 77.0 na huyu ni 77.0, lakini huyu ni wa pili, huyu ni wa tatu. Kwingine sasa ndo utaona sasa imeanza kuonyesha tofauti. Kwa mfano huyu ni 60.8 na huyu hapa ni 60.1. Ndio maana kumbe wana position zao zinafanya nini? Zina differ. Wa 60.8 obviously yuko juu kuliko wa 60.7. Umeona? Na hawa huku 51.1, huyu ni 51.2, huyu ni 50.8 na huyu ni 51.1. Kumbe programu imeshaona hawa watu wanalingana kutokana na kwamba ilikuwa inaangalia underlying nini? Points. Na ukiendelea hivyo huku unaona imenani. Lakini sasa kwa hapa juu bado hatuoni chochote kwamba 77.0 na 77.0 ni kama ziko sawa. Tukiongeza decimal place nyingine ndo tofauti tunaanza kuiona sasa. Ndio maana nimekuambia ikiwezekana umeshindwa sana, weka number of decimal places zisipungue 2, ndo huwa ni rahisi sana mtu kujua. Kwa hiyo unaona hapa kabisa huyu ana 0.04, amemzidi huyu 0.04. Umeona? Alafu tena tukiongeza tena mara ya mwisho hiyo 3 ambazo nimekuambia zikiwa 3 ndo nzuri, utaona kabisa huyu ana 0.044, ndo amemzidi huyu. Ndio maana kumbe huyu ni wa pili na huyu ni wa tatu. Kwa hiyo nafikiri hapo umenielewa namna ya kutumia decimal places na vile vile umuhimu wa kuround. Sasa pia pointi ya mwisho kabisa kwenye GPA hapa, kama tunavyoona kuna mifano michache. Kuna subject GPA, ili somo la civics lina GPA ya 3, history lina GPA ya 4, geography na GPA ya 4, Kiswahili 3, English 5, mathematics 5. Kwa hiyo ukiacha hivi huwezi kuelewa vizuri. GPA, ushauri wa GPA almost inatakiwa nao iwe na
I mean zile number of decimal places zianzie 3 mpaka 4, lakini 4 ndio recommended kwa GPA. Kwa hiyo tuna highlight zote na hii school GPA, alafu tunakuja hapa kwenye kuongeza number of decimals. Tunaweka number of decimals ziwe 4. Ukiweka hivi ndio unaanza kuelewa sasa nani yuko juu, nani yuko chini. Umeona? Kwa hiyo number of decimal places na namna ya kuround ni muhimu sana wakati wa kutengeneza database. Inaweza kawa ni ya shule, inaweza kawa ni ya taasisi yako, inaweza kawa ni ya kikoba chenu cha mapato na matumizi. Kwa hiyo ndivyo ambavyo unatakiwa kuwa makini. Asante sana kwa kuangalia TZ Excel. Tufuatilie katika YouTube channel ya TZ Excel. Tunapatikana katika TikTok, tufuatilie kama TZ Excel 3, na Instagram tunapatikana kama TZ Excel. Fuatilia ili uweze kujifunza, share kwa watu wengine. Kama una maoni basi tuachie chini ya YouTube hapo, tuachie katika TikTok. Kama umeipenda, like video hii na share kwa wengine ili waweze kujua. Asante sana, tutaonana wakati mwingine.